Aisee kibwana, mimi kwa kweli akili yangu haisomi. Yaani hapa nahitaji tu nikaonane na yule binti Melissa. Kwa kweli imepita muda mrefu toka tumeenda kipindi kile. Aisee inabidi leo tufanye mpango turudi kule. Nataka nikaonane naye. Ni sawa, lakini vipi mwanamfalme, unaonaje kama ukimweleza hali ya mahusiano yako baba yako akaweza kutambua? Manake unavyoendelea kumficha ficha hivi wanasema mficha uchi hazai. Sasa inabidi tu mueleze inabidi mwambie mfalme kwamba mimi nimepata mchumba, anaweza kukupa baraka zake na ukaishi naye kwa raha kuliko huko kujificha ficha huku. Usimao ni ya kweli, lakini unajua kwenda kumwambia baba yangu sio jambo dogo Unajua jambo la kuwa na mwanamke sio jambo la kurupuka kwenda kumwambia mzazi. Nilikuwa nataka nijipange, lakini ninavyoona siku inavyozidi kwenda ndo nazidi kuchanganyikiwa na hitaji kuwa karibu na Melissa muda wote. Kwa kweli inabidi tu nifanye hivyo. Inabidi leo nipeleke twende kule, nimchukue nije naye huku nimtambulishe kwa baba yangu. Sawa kabisa. Yaani wewe muelezee tu hali ambayo unaipitia. Hawezi akakukataa, yule ni baba yako, ni mzazi wako, lazima atakuelewa tu vizuri. Yaani mimi mwenyewe hapa nategemea nione sherehe, tena ndoa kubwa kabisa. Watu misikula ubwabwa hapa. Nende nikacheze, niruke, nifurahi. Yaani kama nakuona vile. Hivi nakumbuka ile siku ya ngoma ikachewa. Yaani ulikuwa unacheza umejiachia kweli yani. Sasa sipati picha siku ambayo mimi nitakuwa naoa. Nimeshamchukua Melissa pale na kuona pale unapokuwa unacheza unajiachia. Yaani hiyo siku utakula mpaka matumbo yatasaza. Basi sawa mwanamfalme. Vipi niende nikaandae farasi kwa ajili ya safari au? Wewe usijali nitakwambia, lakini kwa muda huu nenda kamwandae yule farasi wangu wa brown yule. Nataka nimtumie kwa leo. Mke wangu afadhali hata umekuja, manake nilikuwa na mazungumzo na wewe ya muhimu sana. Mume wangu, mbona unaanza kunitisha mie? Mazungumzo ya muhimu? Usije kuniambia hata kuongeza mke wa pili wewe. Ufanye kama mbwe baba yako tena. Yaani nakwambia kama itakuwa unataka kuongeza mke wa pili humu ndani patachimbika. Yaani sitakubali mimi haja ingie kikagulo mwingine humu ndani. Katika kasri hili niko mimi tu, hautatakiwa kuoa mwanamke mwingine. Yaani usilete tamaa kabisa kwenye maisha yetu haya. Tumeishi kwa amani, kwa upendo. Usije kutaka kuingiza mwanamke mwingine humu akaleta mtafaruko kabisa kwenye familia yetu. Leo waamka na kisirani si ndio? Yaani wewe mbona unaanza kuzungumza mambo ambayo unabobaja tu ulololo. Nani kasema kwamba kuna habari ya kuongeza mke wa pili? Mimi sijataka kuzungumza mambo ya kuongeza mke wa pili hapa. Na taifa nyingine za muhimu kabisa kuhusu mwanao Junior. Yaani wanaume wenyewe tena nyie ambao hamwaminiki kabisa, zipo zenu zipo wazi muda wote. Yaani tena mtu akishajua wewe ni mfalme ndo anajiachia, anajisalandia mwenyewe. Singeweza kueleweka. Yaani pangechimbika au ndinga yani. Singekubali kabisa. Yaani uniletee mke mwenza au mdani. Nina wivu mkubwa sana mimi. Kulikoni? Mwanangu amefanya nini tena? Muone sasa. Yaani unaongea mpaka unabana na kwikwi. Yaani wanawake nini unaongea kama chiriku. Ipo hivi. Mwanao Junior mimi alinifuata personally. Sijui kama wewe ushaongea naye, lakini mimi alinifuata kanielezea bana, baba mimi umri umefika na mie nataka nipate mwenzangu, maana nikiangalia umri umekwenda. Sasa nikamwambia mwanangu, wewe umri wako sawa umekwenda, lakini sasa mwanamke wa kumooa taratibu za kifalme lazima zifuatwe. Hauwezi tu kachagua mwanamke yoyote tu. Wewe ni mwana mfalme. Au nimesikia vibaya? Junior huyu ataka kuoa? Ndiyo, Junior huyu mwanao, kwani wewe waona ni mdogo? Yule kashakuwa ni mtu mzima sasa hivi. Ni sawa, lakini binafsi mimi naona kama Junior bado ni mdogo sana. Sasa ukiangalia ana miaka tu 22. Sasa 22 mume wangu kweli, wewe unaona ni umri sahihi wa yeye kwenda kuoa? Ukiangalia bado ni kijana tu mdogo, ndo kwanza anajichafuta yule. Japo tu ni mwanamfalme anapata kila kitu, lakini ukiangalia umri wake bado ni mdogo. Hataweza kuhandle mikiki ya familia kweli. Mambo ya ndoa yana siri kubwa sana mume wangu. Wewe mwenyewe unajua. Mimi ninavyoona huyu atakuwa anasumbuliwa na bale tu za ujana, lakini sidhani kama ni umri sahihi wa yeye kuoa. Hapana, unajua nini? Yaani falme yetu hii ya mtukufu kaa inabidi endelee kuwa kubwa. Sasa haiwezi kuwa kubwa bila kuwa na uzao. Kwa hiyo lazima uzao uendelee kuwepo ili tupate walisi na walisi watakao kuja kuutawala hii falme ya Ukala. Tuachane na hilo. Vipi huyo mwanamke mwenyewe umeshamuona? Ameshakutambulisha kwa huyo mwanamke mwenyewe? Hapo bado hajaniambia kwamba mwanamke ni nani, lakini mimi mwenyewe ninatafakari niweze kufahamu huyo mwanamke ni upi. Lakini bado hajaniambia, hajaniweka wazi huyo mwanamke anataka kumuoa ni upi. Basi sawa. Wacha mimi nielekee jikoni niendelee kupika.
moments later. Mke wangu Bisandra, naomba uniitie Melissa kidogo, kuna mahali nataka nimtume aende. Basi sawa, ngoja nikamwite. Anyway Melissa, nimekupa kazi ya kuosha vyombo muda wote huo hujamaliza tu jamani, tutakula saa ngapi sasa? Nenda sebuleni, babako anakuhitaji. Okay sawa mama, namalizia tu hapa, nakuja sasa hivi. Naam, shikamoo baba, nasikia unaniita. Unajua nini mwanangu, mimi na mama yako hatupendi sana kuwa tunakuchapa. Tunakupa adhabu kila siku, lakini jitahidi kuwa unapunguza makosa. Juzi nasikia ukaacha marage mpaka yakaunguza nyumba. Sasa tena nikakukuta umetoroka nyumbani, umekwenda kucheza. Sasa ni vitu vingine kama hivi mwanangu, wewe unajitahidi kujiepusha basi. Si hatupendi kukupiga. Tunapenda sisi tukulee kwenye maadili mema, uje kuwa mkubwa, uje kufanikiwa baadaye. Sawa baba, mimi nimekuelewa, lakini siku moja mimi huwa mnaniruhusu kuwa natoka humu ndani, manake nashinda peke yangu tu humu ndani, nashindwa kwenda kucheza na wenzangu. Huwa ananiruhusu na mimi niwe naenda kutoka, naenda kujichanganya pia na wenzangu kidogo, na mimi nakuwa nimechangamka. Okay basi sawa, kuanzia sasa uko huru kwenda kucheza na wenzako, lakini usiende kucheza sehemu ya mbali sana. Nilikuwa nahitaji kuagiza kidogo, kuna mahali utakaoende. Kuna pesa nimeacha hapo juu ya meza. Utachukua hiyo pesa, utaelekea sokoni, nenda kanunue mahitaji yote ya muhimu kwa ajili ya kupika, sawa? Okay sawa, nimekuelewa baba yangu. Nashukuru pia kwa kuweza kuniruhusu kuwa natoka humu ndani. Nimefurahi sana.